Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo baada ya kuweza kunukuu na kupata ile video ya rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete ametumia kama fimbo, na tena huku akiwa ameweza kuiposti katika mtandao wake wa Instagram kwa wale wote waliopata nafasi na kufanikiwa kuiona video hiyo iliyokuwa inamuonyesha rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete akiwa anazungumzia uchaguzi wa Kenya kwamba uko tofauti na nchi nyinginezo. Sasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kutoka kwa nukuu ya makamu mwenyekiti ametumia kama fimbo na kuona pengine ndo fimbo ya kuachapia chama cha CCM, na huku akiona kwamba labda pengine uchaguzi ambao umekuwa ukiendelea kwa miaka ya nyuma, maana ni uchaguzi usiokuwa na haki, tena ni uchaguzi ambao mpaka smartphone hawezi kuruhusu kutoka kwa wale mawakala, na huku akiwa anatumia ile video ya rais mstaafu ambapo alikuwa akizungumzia namna gani ambavyo Wakenya wamekuwa wakiruhusu mpaka smartphone kwa wale mawakala katika maeneo ya polling station. Kwa hiyo ni swala ambalo limeonekana kuwa pengine ni kama chanzo cha John Heche kutumia kama fimbo na kujaribu kutuma ujumbe kwa chama pinzani, Chama cha Mapinduzi CCM, huku akiweza kuzungumza na kuona pengine uchaguzi unaoendelea, na ndio maana imekuwa sababu kubwa ya wao kutotaka kujihusisha na kutotaka kushiriki katika kampeni za uchaguzi, na ndio maana wao kama wao wameendelea kusimamia na kustanby na kampeni yao ya no reform no election, kwa sababu yote ambayo wamekuwa kiyazungumza wanaona kabisa kwamba yana make sense na yana fakti kubwa. Kwa hiyo wameweza kutumia video ya kiongozi na rais mstaafu kama sehemu ya kuwakumbusha pia serikali na kuwakumbusha pia chama pinzani kwamba kile walichokuwa na kikataa cha no reform no election manake kina make sense, kutokana pia na video ya rais mstaafu aliyekuwepo ndani ya rais kwa tiketi ya chama cha CCM. Bwana kama kawaida kumekuwa bado na migongano, kwa sababu kila moja amekuwa akizungumza kwa upande wake na kila moja amekuwa akireact kwa upande wake, lakini kama kawaida Chama cha Demokrasia na Maendeleo hakitokosa cha kuzungumza. Always nafikiri hata ufanye kitu gani beta, yani ufanye kitu gani kizuri, still bado hautoweza kukosa comment kutoka kwa watu. Yani inamaanisha kwamba hata kama CCM itakuwa imefanya makubwa kiasi gani na hata kama itakuwa inafanya ubora kiasi gani, lakini still bado chama pinzani ni lazima tu kutakuwa na udhaifu, ni lazima atatafuta engo gani ya kuweza kuzungumza. Na hata natolea mfano kwamba ikatokea chama cha Chadema pia na wao wakaingia madarakani, basi hawataweza kuwa perfect 100%, ni lazima tu kutakuwa na engo za madhaifu. Kwa hiyo ni swala ambalo inabidi pia kote kuwe na uelewa na watu wote waweze kuelewa ni kitu gani kinachoendelea kutengenezwa katika mazingira ya kuwekea na kuvutia kwao. Kwa hiyo ni lazima tu chama cha Chadema wao kama watavutia upande wao.